Welcome to Kibosha TV. Habari za leo wana Kibosha, habari za mwisho wa mwezi huu wana Kibosha. Hapa mambo ni bulbul, mambo yanaendelea kuwa matamu, mambo yanaendelea kuwa mazuri. Ndugu zangu, tuko katika viwanja vya kitongoji cha kwa Kibosha. Mimi ndi yule mwenyekiti wenu wa kitongoji cha kwa Kibosha. Tunaendelea kuwapasha, tunaendelea kuwapa habari ya mambo mazuri yanayojiri hapa kwa Kibosha. Ndugu zangu, kazi inapigika. Huu ni uwanja wa mpira kama mnavyouona. Mashine iko site, inaendelea kuufyeka na kuweka sawa sawa. Mvua zikiwa zimepiga za kutosha, maji yakiwa yamemwagika kweli kweli, lakini bado ground iko fiti kabisa. Uwanja uko tayari kwa kuchezwa. Ndugu zangu, sisi kwetu ni ushindi mkubwa. Tuna furaha iso kifani kabisa, haiwezi kuelezeka raha namna ilivyo. Uwanja huu ndugu zangu ndio ule ambao tulikuwa tukiwapa habari kuwa tuna ukarabati. Uwanja huu ndugu zangu uligeuka na kuwa bwawa. Kipindi hichi ulikuwa ni muda wa watu wanakuja hapa kuvua kambare, maji yamejazana, magugu ya hovu yamejazana, mamiti ya ajabu yamejazana. Kambare wanapatikana hapa, na saizi ilikuwa ni kelele za chura tu kila wakati. Tunawapa habari kuwa sasa hivi hapa si mahala kwa kambare, si mahala kwa kelele za chura. Huu ni uwanja kwa ajili ya burudani. Tunauendelea kukarabati, mambo yanakuwa vizuri. Ushindi mkubwa ambao tumeshinda katika uwanja huu ni kuliondoa bwawa na kuwa uwanja. Kazi nzuri imefanywa na kitongoji cha kwa Kibosha. Kazi hii nzuri ndugu zangu imefanywa nasi kwa pamoja. Mimi mwenyekiti wenu kuungana nanyi wananchi wa kwa Kibosha, kuungana na wadau wa maendeleo mbalimbali wa nje ya kwa Kibosha, kuungana na watu mbalimbali ambao wameamua kutoa nguvu zao na kuziweka hapa. Lakini kipekee vijana wa kwa Kibosha hawajalala nami usiku na mchana kuhakikisha hii ground mpira unaendelea kupigwa hapa, kuhakikisha hii ground michezo inaendelea kuchezwa hapa. Ndugu zangu, hili ni jambo kubwa sana. Sasa tunafanya haya yote sisi na kuyaeleza kwenu ikiwa tunaendelea kumuunga mkono Daktari Samia Suluhu Hassan, mwanamama aso na mfano katika viongozi waliowahi kutokea kuleta maendeleo. Na tunazungumza bayana, watu waache uhasidi, watu waache mambo walonayo ya kwamba Daktari Samia amefanya makubwa ambayo watu wanapaswa kuyaiga. Ndugu zangu, ni kipindi hichi ambapo rais huyu amefanya reforms katika mambo mbalimbali. Ni kipindi hichi ambacho rais huyu amepeleka fedha nyingi katika halmashauri mbalimbali. Ni kipindi hichi ambacho mradi wa umeme unatekelezwa kwa kiwango kikubwa mahala mbalimbali. Ni kipindi hichi ambacho maji yanaendelea kuzagaa mahala mbalimbali. Lakini kipekee ni kipindi hichi ambacho kwenye jeshi la polisi watu hawalali ndani masiku chungu mzima. Ni kipindi hichi ambacho mtu anaenda ndani anapewa dhamana, haki iende ikatafsiriwe mahakamani. Nani mwenye haki apewe haki yake. Hanyanyaswi mtu na jeshi la polisi, watu wako na furaha. Jeshi la polisi wakati wa Samia kipindi hichi linafanya kazi kwa uweredi wa hali ya juu. Tumeshuhudia mambo mazuri. Kituo chetu cha Mapinga watu wanaingia na kutoka bila longolongo. Rushwa hakuna hapa Mapinga. Tumeshuhudia kwa OCD wetu Madam Maija akichapa kazi nzuri kushirikiana na Mporo hapa. Tumeshuhudia kwa RPC wetu akichapa kazi nzuri. Ukienda ofisi ya RPC pale unaona magari yamejazana pale kwa ajili ya huduma mbalimbali za kuwahudumia wananchi. Kazi nzuri yote anaifanya Daktari Samia Suluhu Hassan. Katika kuunga mkono kazi hiyo nzuri ya Daktari Samia Suluhu Hassan, sisi kwa Kibosha tunasema tunamuunga mkono Mheshimiwa Rais kwa vitendo. Tumekuja na mambo mbalimbali. Barabara mambo ni fire. Na tuna uzinduzi mkubwa, tutakuja kuzindua wa matumizi ya barabara yetu pale ile ya zege. Lakini hii ni ground, vijana wanafurahika hapa, wanalipiga boli hapa, mambo yako mazuri yanaendelea hapa. Kama mnavyouona uwanja huu hapa, uwanja unaenda kuwa na hadhi ya kuchezewa na mchezaji yoyote duniani. Tunauandaa uwanja uwe katika hali hiyo. Ushindi mkubwa ambao tumeshinda ni kuliondoa bwawa, kurejesha heshima ya uwanja, vijana kupata mahala pa kucheza. Awali
Watu wa Kibosha hawakuwa na mahala pa kufanya michezo, hawakuwa na uwanja wa kufanya michezo. Uwanja wao huu ulikuwa bwawa la mpira. Sasa hivi wanako mahala pa kufanya michezo. Ukija hapa unakuta watoto wanaburudika, unakuta vijana wanakipiga hapa, wanapiga boli, mambo yanakuwa mazuri, mambo yanakuwa bolbol. Ndugu zangu, lazima tuseme kwamba serikali inafanya kazi nzuri, na lazima wenye macho tunaoona shughuli nzuri ya serikali lazima tuiunge mkono kwa kuwafahamisha watu waelewe, kwa kuwafanya watu wasikie. Ndugu zangu, raha hizi ambazo zinafanyika lazima tuzienzi kwa kuzielezea, kwa kuziunga mkono kwa vitendo. Sisi tumeamua kwa Kibosha, hatulalamiki. Ni kazi, hakuna kupoa, hakuna kuboa. Vijana wanufaike, wanawake wanufaike, lakini watu wawe na barabara ambazo kila mmoja anafurahika nazo. Hatimaye tuwe na taifa lililo tulivu, lenye watu ambao wanafurahia kuishi katika hilo taifa kama ilivyo sasa. Sisi tunakupongeza Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri ambayo unaifanya. Tunakuunga mkono sisi kwa vitendo, tunakuunga mkono. Kwa ndugu zangu wana Kibosha, leo tumekuja kuwapa habari hii ya uwanja wa mpira. Tunawaeleza kuwa uwanja wetu unaendelea vizuri mno. Wakati wa masika huu boli litaendelea kupigwa hapa, na tunawapa taarifa kuwa kesho Jumanne tarehe 31 katika kombe la Shabani Super Cup. Shabani Super Cup, kombe ambalo kuanzilishwa kwake ni kuenzi fahari ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Watu wetu timu 8 tumezipa jezi zote na tumeeleza kwamba sisi tuna appreciate kazi ya Daktari Samia. Kwenye zile jezi tumeandika kwa uwazi, tukasema Samia ni rais wetu, fahari ya nchi yetu. Mahasidi na waumie tu, sisi acha tupige kazi, acha tumueleze kwa namna ambavyo daktari huyu anachapa kazi. Sasa ndugu zangu, ile semi final inaanza kesho hapa. Mpira utapigwa hapa na watu wanakuja kutazama tu. Hii ground inatazama na watu wa kutosha, raha kabisa. Kwa semi final inapigwa kesho hapa. Tutakuwa na Bunjo All Star pamoja na timu ya Udindivu kule nyumbani kwa Mheshimiwa Diwani wa kata ya Mapinga, kaka yangu Chandika Dismas Chandika. Watakuwepo hapa vijana. Utapigwa mtanange hapa wa semi final. Mambo yatakuwa bulbul, mambo yatakuwa ya moto, mambo yatachangamka hapa katika viwanja hivi vya kwa Kibosha ama uwanja wa jina maarufu la Mapinga Stadium. Ndugu zangu, nichukue nafasi hii kuomba muendelee kutunga mkono katika kutekeleza miradi ya maendeleo ambayo tunaibua kitongoji, lakini kuunga mkono miradi ambayo serikali kuu inakuja inaifanya hapa. Ndugu zangu, sisi tupo mlangoni kwako, tuungane kufanya maendeleo yetu. Tunaitika kwa simu, tunafikika kwa miguu, tunafikika kivyo vyote, tupo tayari kuwahudumia. Tuchape kazi kwa pamoja, mambo yaweze kuwa mazuri. Tuliwaahidi kwenye kampeni ya kwamba huu kimbaumbau utabaki kuwa kimbaumbau. Hapa anenepi mno, anenepi mtu hapa. Ni kazi, mwanzo mwisho. Mwili wa mbu unabaki hivi hivi, mambo yaweze kukaa sawa sawa. Unapataje mwili wakati ulali? Siku macho, mchana macho. Ni kazi haina kupoa. Tuliwaahidi hatutalala, tutasinzia tu, na tunadhihirisha kwamba hatulali, tunasinzia tu mpaka tujisikie fahari, tuseme kwamba nasi tumetoa mchango katika kulitumikia taifa letu. Unga mkono juhudi hizi, mambo yaweze kuwa bulbul, mambo yaweze kuwa barabara. Muunge mkono Daktari Samia Suluhu Hassan, nchi endelee kuwa tulivu, maendeleo yaweze kupigika, mambo yaweze kuwa sawa sawa. Ndugu zangu, si mnafahamu nyinyi kwa nini tunamsemea vizuri Daktari Samia? Duniani huko mataifa yameanza kusheki, mataifa yameanza kuyumba kwa vita ambavyo vinaendelea duniani, kwa shida ya mafuta. Daktari Samia Suluhu Hassan amegarantii mafuta bado yako vizuri Tanzania, yanapatikana kila kona, mambo mazuri kila kona, na uchumi uko vizuri, watu wanachapa kazi, maisha yanaendelea. Kwa nini tusimunge mkono rais huyu? Kwa nini tusimuelezee mazuri yake kwa dhati ya kuyaelezea? Ni rais wa mfano anayepaswa kuigwa. Lazima tuseme mama analea vizuri wana, mama analitendea haki taifa hili. Asanteni, karibuni kwa Kibosha, tuchape kazi, lete michango ya maendeleo, tupige kazi, usilete fedha. Njoo hapa.
tunataka huu uwanja uwe na taa. Tunataka tumalize kwa kujenga kuta hizi za tofali. Uwanja huu tuweke geti, uwanja huu tufunge taa uweze kung'ara, tuwe na uwanja wa aina yake wa kisasa wenye mitaro mizuri kama ambayo tumeichimba mitaro hiyo, tuweze kuijengea iweze kuwa mitaro mizuri maradufu, tuweze kufunga taa, watu wacheze hapa asubuhi, mchana, usiku, boli lipigwe hapa, watu waje uwanja utuingizie fedha huu, mapato yaweze kupatikana kupitia huu uwanja. Mambo ni fire, mambo ni moto. Karibuni kesho kwenye semi final, ni hapa Mapinga Stadium kwa Kibosha hapa. Karibu tuchape kazi wewe, mambo ni moto kweli kweli. Asante sana.